Abu Nuwas huyu bwana alikuwa ni mshairi wa Abbasi na alijizolea umaarufu mkubwa kutokana na machafu yake ambayo alikuwa akiyafanya, lakini zaidi alipata umashuhuri kwa sababu ya ulevi. Alikuwa ni mtu mlevi kupindukia, mpaka watu wakamuita mshairi mlevi, shairul khamri, mshairi wa pombe. Sasa katika mashairi yake anasema, da'il masajida lil'ubadi taskunuha, iacheni misikiti kwa ajili ya wacha Mungu, wao ndio waishi humo. Watufbina haula khamari liyasqina, na wewe zunguka na sisi kwa wale ambao ni wahudumu wa pombe, watupatie pombe tupate unywaji tulewe. Achana na mambo ya misikiti, twende baa, twende kilabuni tukanywe pombe. Anasema ma qala rabbuka wailul lilladhina sakiru, kwa sababu Mola wako hajasema adhabu kali itawapata wale ambao ni wenye kulewa, wale ambao ni walevi. Walakinahu qala wailul lilmusallina, lakini Mola wako amesema adhabu kali itawapata wale wenye kuswali. Sawa, anamaanisha ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyokuja ikasema fawailul lilmusallin, adhabu kali itawapata wale wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun. Watu gani hao? Wale ambao swala zao wanazipuuza. Hapa maana imekamilika, yeye hakufika huko. Sasa khalifa wa waumini alikuwa ni Harun al-Rashid. Baada ya kupata habari zake akataka kumchinja shingo yake, akamuita, wewe kwa nini unaleta mashairi kama haya? Anamuuliza, mashairi ambayo hayana maana kabisa, mashairi ambayo sio mazuri, mimi nakuchinja kichwa chako. Akamwambia, ya amira almu'minin, akamwambia yewe kiongozi wa waumini, ash-shu'ara'u yaquluna ma la yaf'alun, washairi huwa wanasema yale ambayo hawayafanyi, kwa hiyo mimi sijamaanisha chochote. Basi amirul mu'minin akamsamehe. Sasa Abu Nuwas huyu bwana mlevi, baada ya kuwa ameiaga hii dunia, baada ya kufariki, Imamu Shafi'i rahimahullah akakataa kumswalia kutokana na matendo yake na kutokana na mashairi yake ya kijinga. Imamu Shafi'i hakutaka kabisa kumswalia. Sasa watu walipoenda kuiosha maiti yake wakakuta kuna karatasi. Hiyo karatasi ilikuwa imeandikwa mashairi haya: ya rab in adhumat dhunubi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu, ewe Mola wangu hata madhambi yangu yawe mengi kiasi gani, wallahi mimi natambua msamaha wako ni mkubwa kuliko madhambi yangu yawevyo. In kana la yarjuka illa muhsinun, sasa ikiwa hatarajii mazuri kutoka kwako Mola wangu isipokuwa mtu mwema, fabiman yaludhu wa yastajiru almujrimu, sasa yule mtu mwenye makosa, yule mtu mbaya atakimbilia kwa nani na atataka msaada kwa nani, kama watu ambao wanastahiki mazuri kutoka kwako ni watu wema tu. Ya Allah, Allahu akbar. Ad'uka rabbi kama amarta tadarruan, na kuomba ewe Mwenyezi Mungu kama ulivyoniamrisha, na kuomba mimi kwa unyenyekevu. Fa idha radatta yadi faman dha yarhamu, ikiwa hautonikubalia dua yangu ukairudisha mikono yangu, sasa nani atanihurumia? Ya Allah. Mali ilaika wasilatun illa raja, mimi sina njia ya kukufikia wewe isipokuwa tumaini langu zuri kwako wewe. Wa jamilu atfika, na vile vile mimi natarajia mazuri kutoka kwako kwa sababu ya upole wako ewe Mola wangu. Thumma inni muslimun, kisha mimi ni Muislamu. Allahu akbar. Imamu Shafi'i baada ya kuyasoma haya maneno alilia sana Imamu Shafi'i rahimahullah, na kisha akasimama na kumswalia. Tunajifunza nini ndugu zangu katika imani? Usimhukumu mtu, huenda huyo mtu ameisha tubia zamani sana. Tunachotakiwa tukiwaona watu wanafanya mambo mabaya, tuwaombee hidayah, tusiwahukumu ni watu wa motoni, sawa? Tusiwadhalilishe watu, lakini zaidi na zaidi tuwaombee dua. Mashaallah. Ana Yasin Al-Haythami, Allah kubariki. Ona, subiri kwanza, usisahau kusubscribe chaneli yetu nzuri, sawa?